Ni kitengo cha kutoa elimu mtandaoni. Washauri wa mitandaoni wamekuwa ni wengi, watatumaliza. Wengi wamekuwa, unaweza ukalala ukaamka asubuhi ukakuta umekatazwa kula kila kitu. Kuna mtu anakataza usile ugali. Jamani, mimi nimekula ugali miaka 35. Leo hii ndio sasa hivi ukila ugali unaambiwa sasa ukila ugali ndio umejimaliza. Kweli? Hivi watu wa vijijini unaweza kuwapa hiyo idea kweli eti mtu asile ugali? Tafadhali sana, tunaomba wizara itenge kitengo maalum cha kutoa elimu mtandaoni, na hawa wanaongea ovyo ovyo wakamateni. Elimu wanaotoa hizi za ovyo ovyo zinatupotosha. Huyu anakuambia kula maembe, huyu anasema maembe yana sukari. Sukari ni ule utamu, kwa hiyo hata ukila maembe yana sukari. Wanatuchanganya. Tunaomba mtengeneze kitengo maalum kwa ajili ya mitandaoni. Lakini pia nigusie bima ya afya. Watu wengi wamezungumzia bima ya afya kwa wote, na sisi tunaunga mkono bima ya afya kwa wote, kwa sababu tunaamini. Mheshimiwa Clayton Chipando, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Hamis Vuai. Mheshimiwa Kassim Amari, napenda kumpa taarifa Mheshimiwa Babalevo kwamba China imepitisha sheria na utaratibu kuwa mwenye mamlaka pekee ya kuongelea masuala ya huduma mbalimbali za afya na ushauri wa kitaalamu wa kiafya kwenye mitandao ya kijamii ni mtu aliyothibitishwa na mamlaka husika na mwenye vigezo husika. Hiyo taarifa nampa na aichukue. Mheshimiwa Clayton Chipando, unaipokea taarifa hiyo? Naipokea mama, na unilindie kamda kangu, najua kengele haitachukua taarifa. Naipokea na nadhani anaunga mkono swala letu la kuhakikisha tunadhibiti waongeaji wa kwenye mitandao ambao wamepitiliza. Lakini turudi kwenye bima ya afya. Kwanza naunga mkono bima ya afya kwa wote, kwa sababu wabunge wenzangu watakuwa mashahidi hapo. Tunaopata shida zaidi ni sisi wabunge ambao tuko kwenye majimbo yetu. Wananchi wakiugua hana hela atakuja kwako. Lakini kama tukifanikiwa kulipia bima kwa afya kwa watu wote, tafsiri yake swala la kuanza kutibiana na wananchi litapungua katika miji yetu. Lakini bima hii ya afya tunaomba iunganishwe na ambulance, kwa sababu mtu anatibiwa bure kutokana na bima aliyolipia, lakini akipewa rufaa inabidi achangie mafuta ya ambulance. Kwa mfano Kigoma, na ninashukuru sana niwapongeze uongozi wa hospitali ya Maweni. Kigoma ilikuwa kusafiri kutoka Kigoma mpaka kwenda Dar es Salaam, ambulance ilikuwa inalipia karibia milioni 2 na kitu, milioni 2 laki 6 sijui. Ambao kwa ndege go and return laki 7. Kwa hiyo na maana mgonjwa bora amlipie dokta kwenye ndege inakuwa ni 1.4. Wanaenda wanarudi kwa ndege, wanaachana na ambulance. Kwa hiyo tunaomba kwenye bima iingizwe na ambulance, ili mgonjwa huyo anayetibiwa kwa bima akipata rufaa ambulance imbebe, asidaiwe hela zingine, kwa sababu tunawajua watu wetu hali zetu ni ngumu huko mtaani. Lakini kingine kuhusu ujenzi wa Muhimbili, mimi nashangaa mtu ambaye anapinga ujenzi wa Muhimbili. Mimi nimetembea katika nchi za wenzetu, unaingia hospitali ni kama unaingia katika hoteli ya 5 star. Unaingia kwenye hospitali unaweza kujua unaingia airport, safi, clean, za kisasa, mitambo ya kisasa iko mle ndani. Mzee Mchengerwa, hawa wanaopinga pinga tuachie sisi. Wewe nenda kafanye kazi. Sisi tunatoa baraka zote. Mungu akujalie upewe hizo pesa, mwende ukafanye kazi. Nenda kafanye kazi ili watu waje wajifunze katika hospitali yetu ya Muhimbili. Lakini lingine, naomba sana ili mlichukua kwa ukubwa. Kumekuwa na tatizo, watu wanasema madokta wengine wanakimbia kufanya kazi vijijini. Naomba sana Mzee Mchengerwa uje na mbinu mbadala. Waongezee hela madokta wanaofanya kazi vijijini. Mimi nakwambia kuna watu wanalima dhahabu maporini huko, watu wanatafuta hela. Ukiwaambia kama ukiwa mjini ni milioni 2, ukiwa kijijini ni milioni 4, utaona wote wa mjini watahamia vijijini, kwa sababu watu wanataka hela. Tengeneza mazingira mazuri. Hakuna mtu ambaye hataki kwenda kufanya kazi sehemu ambayo watapata hela nyingi ya kutosha. Lakini kwa kusema hayo, leo nimemaliza kwa wakati Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa kusema hayo machache, kwenye jimbo la Kigoma mjini tuna ombi maalum la kituo la uwezeshaji wa OPD pale. Pesa zimepelekwa, ukarabati unaendelea. Tunaomba wale wakandarasi wamalizane kabisa ili tubaki tunawadai kazi na wasibaki wanatudai chochote. Nawapongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na Naibu Waziri, na Mwenyezi Mungu awasaidie. Asante sana. Naunga mkono hoja. Asante kwa mchango wako Mheshimiwa. Mheshimiwa Bunge, tumefika mwisho
wa uchangiaji kwa mchana wa leo. Watakaoanza jioni ni Mheshimiwa